nguvu ya msalaba, na tukaangalia kwa nini msalaba, au msalaba umeleta faida gani kwenye maisha yetu. Tuliona ulileta urejesho. Haleluya. Kuna vitu ambavyo adui alifanya kwenye maisha ya mwanadamu, na dhambi kupitia hapo ikaingia, na kuanzia hapo maisha ya mwanadamu hayakubaki vile yalivyo. Tunaona sehemu ya kwanza tuliorejeshewa, Mungu aliturejeshea utawala katika ulimwengu huu. Haleluya. Haleluya. Biblia inasema kwenye Zaburi ya 115 mstari wa 16, mbingu ni mbingu za Mungu, lakini amewapa wanadamu, si ndio? Amewapa dunia, amewapa wanadamu ili waweze kutawala kwa niaba yake. Kwa tunaona hiyo ni hatua ya kwanza ya eneo ambalo Mungu alitupa. Ukiangalia kile kitabu cha Zaburi sura ya 8 mstari wa 4 na kuendelea, anasema kwamba mwanadamu ni nani hata uweze kumtazama? Umemfanya, mstari ule wa 5 anasema umemfanya kuwa punde kidogo au mdogo kuliko nani? Kuliko Mungu. Maana yake ndo nafasi tuliokuwa tumepewa. Ilikuwa akitoka Mungu kutawala mbingu, mwanadamu amekuja duniani kutawala dunia. Haleluya. Alafu Zaburi ya 82 mstari wa 6, Zaburi ya 82 mstari wa 6 anasema, ninyi ndinyi miungu na wana wa wote, wana wa aliye juu nyote pia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa anasema hii ndio nafasi ambayo tumepewa. Mstari wa 7 anasemaje? Anasema, lakini mtaanguka kama moja ya hao wafalme, lakini mtakufa kama wanadamu, mtaanguka kama moja ya hao wakuu. Biblia ya Kiingereza inasema mtaanguka kama wafalme. Maana yake ufalme haikuwa sehemu yetu, uungu ndio ilikuwa sehemu ambao tulipewa. Na tukaona kwenye maandiko kwamba shetani anaitwa mfalme wa dunia hii. Na Yesu alipokuja kitabu cha Luka sura ya 4 kwenye mjaribu, alipokuwa akimjaribu kule bustani ya Eden, anamwambia nitakupa mali zote za dunia kama utaniabudu. Alizipata wapi? Mwanadamu nafasi aliyokuwa amepewa aliiachilia, na sasa shetani ameichukua nafasi hiyo. Niliongelea jana kwa mfano wa wanajeshi, kwamba mwanajeshi akiasi, na ndo tunaona mwanadamu anasema kwa kuasi kwa mwanadamu mmoja anafanya nini? Wote tuliingia katika hali ya dhambi, na kwa kutii kwa mwingine ambao ni Kristo Yesu tukaingia katika upya wa maisha au maisha mapya. Bwana Yesu asifiwe. Tukaona mwanajeshi akiasi anafanywa nini? Anavuliwa nyota, anavuliwa magwanda yale ya kijeshi, si ndio? Na sasa sisi ndio kilichotokea, ndio hicho anasema wote wametenda dhambi. Kitabu cha Warumi sura ya 3 ukiendelea pale mstari wa 32 kama sio 38, anasema wote wametenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa tukaona tunapotenda dhambi tunashusha viwango, tunavuliwa nyota, na adui akachukua yale mavazi na nyota akavaa yeye. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo unaona Mungu akatuokoa kwa sehemu ya kwanza na kuturejeshea nafasi yetu. Anasema nyinyi ni mkuhani wa kifalme. Bwana Yesu asifiwe. Anasema nini? A chosen generation, taifa lilochaguliwa, ambao nimewaeka msimame kwa niaba yangu, mtatawala kwa niaba yangu. Tumerudishiwa nafasi tulioipoteza. Nafasi ya pili, aliturejeshea maisha, kuwa na maisha tena au kuishi baada ya kufa. Maana anasema tulipotenda dhambi tulikuwa katika hali ya kufa. Tuliangalia Waefeso sura ya 2, nadhani ni ule mstari wa kwanza pale. Mstari wa kwanza. Waefeso sura ya 2 mstari wa kwanza. Anasema nanyi mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa na dhambi zenu. Bwana Yesu asifiwe. Mstari wa 2 anasemaje? Ambazo mlizitenda zamani kwa kufuata kawaida ya ulimwengu huu, na kwa kumfuata mfalme wa uwezo wa anga, roho yule atendaye kazi sasa katika wana wa kuasi. Kwa tunaona kuna roho ambayo inatenda kazi kwenye mtu anapoanza kuasi, ambaye ni shetani, ambaye anawaendesha. Nikatoa mifano mingi, kama haukuwepo basi tutaenda kule kurudia. Na tukasoma kitabu cha Wakolosai sura ya 2 mstari ule wa 13 mpaka wa 15. Tukaona hapo tena kwamba Mungu aliturejesha kutoka kwenye hali ya uhatia, hali ya mashtaka. Adui alikuwa ana mashtaka dhidi yetu, na ukisoma hicho kitabu cha Wakolosai sura ya 2 pale mstari wa 13 anasema naye akaichukua ile hati iliyokuwa inasimama kinyume na sisi, akaifanya nini? Akaiondoa. Sema nanyi mlipokuwa mmekufa kwa sababu ya makosa yenu na kutokutahiriwa kwa mwili wenu, aliwafanya hai pamoja naye, kisha
akisha kutusamea makosa yote. Mstari wa 14, akisha kuifuta ile hati iliyoandikwa ya kutushitaki kwa hukumu zake iliyokuwa na uadui kwetu. Ndio jana nikawaambia kuna vitu ambavyo kwa sababu ya kufanya dhambi vinapata uhalali. Nikatoa baadhi ya mifano ya watu ambao nimekutana nao ambao adui anawafunga maisha yao kutokana na maisha ambao waliyaishi zamani. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana tunasema toba ni hali ya ndani ya mtu kuamua kugeuka. Toba sio tu kusema kama kuimba wimbo. Maana watu wengi anaweza akawa amekosea na anapotubu, Biblia alitufundisha toba sio kujisikia vibaya. Haishi tu hapo. Toba sio kulia, hata mwizi akishikwa analia. Sio kwa sababu natural tu anajisikia vibaya, lakini hajamaanisha ametubu. Ndio maana unaweza sitarudia tena mkamwacha, kesho unasikia amevunja nyumba nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Kwa toba ni kitu kingine kabisa. Haleluya. Haleluya. Sasa kuna watu unakuta amekosea na hata akiambiwa atubu anafanya tu kakiolela olela. Unashangaa kiingia kwenye maisha yake anaanza kupitia changamoto, maana hajaelewa kwamba shetani unapokosea anapata hati ya mashtaka dhidi yako. Bwana Yesu asifiwe. Akaturejesha pia, alichokifanya kingine ni kuturejesha. Aliturejesha kutoka kuwa wa shetani na kurudishwa kuwa wa Mungu. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3 mstari wa 8. Waraka kwanza wa Yohana sura ya 3 mstari wa 8. Waraka kwanza wa Yohana sura ya 3 mstari ule wa 8. Anasemaje? Anasema atendaye dhambi ni wa ibilisi, kwa kuwa ibilisi hutenda dhambi tangu mwanzo. Anasema umeona hicho kitu ukitenda dhambi tu umejimilikisha kwa mtu. Tulikuwa sisi mwanzo ni wa Mungu. Tulikuwa kwake tunamuita baba. Adamu alikuwa anaonana naye kila jioni na wanapiga story, lakini baada ya yeye kukosea tunaona ile hali ya mahusiano imeondoka na sasa wanadamu wamejiingiza kwenye mikono ya adui. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma New Living Translation anasema but when people keep on sinning it shows they belong to the devil. Watu wanapoendelea kutenda dhambi wanaonyesha kwamba wao ni wa shetani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Endelea anasema who has been sinning since the beginning, but the Son of God came to destroy these works of the devil. Na anasema mwana wa Mungu alidhihirishwa ili aweze kuziharibu hizi kazi za shetani. Zipi? Za kuwatumikisha watu na kuwageuza watu wa Mungu kuwa watu wake. Haleluya. Tukiangalia Warumi 14, Warumi 14, Warumi 4 mstari wa 7 na ule mstari wa paka ule mstari wa 9, anasemaje? Anasema kwa sababu hakuna mtu miongoni mwenu aishie kwa nafsi yake, wala hakuna afae kwa nafsi yake. Kwa sababu gani? Mstari wa 8 anasema kwa maana kama tukiishi twaishi kwa Bwana, au kama tukifa twafa kwa Bwana. Basi kama tukiishi au kama tukifa tu mali ya nani? Ya Bwana. Mstari wa 9 maana Kristo alikufa akawa hai tena, kwa sababu hii awamiliki waliokufa na walio hai pia. Maana yake ilikuwa hapo nyuma tulipotenda dhambi alikuwa amiliki mtu. Watu wote walikuwa wanamilikiwa na shetani. Kwa Kristo kuja, alikuja kufa ili amiliki sasa kihalali watu ambao walikuwa wamejiondoa kwenye mikono yake kwa kifo chake. Bwana Yesu asifiwe. Wakiwa hai ni wa kwake, wakiwa wamekufa ni wa kwake. Ndio maana wale waliokuwa wametangulia kufa kabla ya Kristo kuja, kitabu cha Ibrania kinatuambia alishuka mpaka miisho ya nchi, wa Ibrania 11, afu akawahubiria habari njema. Walioamini alifufuka pamoja nao. Biblia inasema kwenye kitabu cha Mathayo, kitabu cha Luka, kitabu cha Marko kwamba alipofufuka alikuna manini anasema makaburi ya watu yalifunguka na watu wakaanza kuonekana mtaani. Wale manabii wa zamani, wale watumishi wa zamani walioamini injili walifufuka. Kwa akawa anaweza kumiliki watu walio hai na watu pia walio katika kifo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa wale ambao walitangulia kufa kabla hawajamjua, kabla hawajakutana naye, na sisi ambao sasa tunakuja tunazisikia habari za Kristo tukiwa bado tuko hai, wote hakumwacha hata mmoja, ndio maana alikufa. Haleluya. Haleluya. Na tukaangalia habari nzuri ya yule dada na yule mtu wa Mungu ambaye kule Marekani alipita katika gulio fulani, walikuwa wanauza watumwa, na alipofika pale akakuta kuna binti anauzwa, naye alipomuona akavutwa
sana na yule binti na kumuona kwa sababu alikuwa mdogo, na akaamua kulipia gharama ya kumnunua yule binti. Na wakati anamnunua binti alipompewa yule binti akamtemea mate, na baada ya hapo yule baba akaenda kwenye meza ya makaratasi, akasaini makaratasi, akalipa kila gharama, na baadaye akatoka na yule binti nje, akampa zile karatasi, akamwambia nimekununua kukuweka huru. Bwana Yesu asifiwe. Na yule binti kwa kushangazwa na kwa kusikia upendo wa hali ya tofauti, akabidi apige magoti, akamwambia yule baba kwamba umeninunua kuniweka huru, nami nitakutumikia milele. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini? Kwa sababu umeninunua na umelipa gharama ambao kustahili kuweza kulipa kwa ajili yangu. Haleluya, haleluya. Kwa tumefika hapo na tunaendelea leo tena mbele. Sasa tunamwona huyo binti katika kiwango cha kuonyesha shukrani, halikuwa hana namna ya kumlipa yule ambaye amenunua. Niko kwenye pointi ya pili sasa, tunaongelea redemption, ukombozi. Amekombolewa, alikuwa ameshauzwa, amenunuliwa kutoka Afrika, ameingia Marekani. Watu wako tayari kubeba na kumnunua kama bidhaa tu nyingine yoyote. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo akati anaendelea kukaa hivyo, nisaidie tu kubaki pale kwenye maandiko. Naona watu wanashangaa TV. Tubaki pale kwenye maandiko tu, kwenye ile wall ya maandiko. Baada ya mtu kununuliwa na kuwa huru, tunaona kwamba ameshindwa afanye nini ili kulipa wema wa kile alichokipokea. Kwa nini ambacho alikifanya? Warumi 12 sura ya kwanza. Hichi ndio kitu ambacho tunaambiwa kwenye neno la Mungu. Warumi 12 mstari wa kwanza. Warumi 12 mstari ule wa kwanza. Anasemaje? Anasema basi ndugu zangu na wasi kwa huruma zake Mungu. Sasa huyu ni Paulo. Anasema na wasi kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu ili iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kumpendeza Mungu, ndio ibada yenu yenye nini? Yenye maana. Kwa anatusi. Sasa nitakuonyesha kwenye maandiko, kwenye Biblia ya Kiingereza inaelezea zaidi. Nasema kwa mfano New Living Translation nasema, and so dear brothers and sisters, I plead with you to give your bodies to God. Afu full stop. Anasema ninawasi, ninawashurutisha, ninawaomba muitoe miili yenu kwa Mungu. Kwa nini? Anasema let them be a living and a holy sacrifice. Let them be a living and a holy sacrifice. Anasema kwa sababu hamna kingine cha kutoa, toeni basi miili iwe dhabihu iliyo takatifu na iliyo hai. Dhabihu nyingine zilikuwa zinatolewa zimekufa. Ilikuwa lazima mbuzi auawe, achinjwe. Kama ni mnyama lazima achinjwe. Lakini dhabihu pekee ambayo inaenda ikiwa iko hai na inapaswa kuwa takatifu ni mwili wako. Anasema the kind he will find acceptable. This is truly the way to worship him. Anasema aina ya sadaka ambayo Mungu ataiona inafaa, lakini hiki ndio hali ya uabudu ambao Mungu angeutarajia, au hali ya uabudu halisi ambao Bwana anaitafuta. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tukienda Amplified anaelezea, anasema I appeal to you therefore brethren and beg of you in the view of all the mercies of God. Sasa hii ndo naipenda. Hii naipenda sana. Anasema and so dear brothers and sisters, I pledge with you to give your bodies to God because all he has done for you. Sorry, hii bado tuko New Living Translation. Lakini Amplified nasema I appeal to you therefore brethren and beg of you in view of all the mercies of God. Anasema sasa hii ameenda zaidi ya kuomba. Anasema ninawasi kwa kina na nikiwaomba kulingana na rehema ambazo Mungu amewaonyesha, in the view of all God mercies. Kwa sababu tukitazama aina ya rehema tulioipata kwa Mungu na neema tulizozipata kwa Mungu, hivyo na wasi mkitazama hicho, kama huyu binti sasa ambavyo ameshalipiwa, hakuwa na sababu ya kulipiwa, alikuwa ni mtumwa kama mtumwa mwingine, na alikuwa hata na matarajio ya kununuliwa na kuwekwa huru, lakini ghafla kutokea mahali katoka mtu kamnunua na kumweka huru. Anasema kwa kulingana na kile ambacho Kristo amekifanya, rehema zake, basi mfanye maamuzi. Anasema make a decisive decision. Sio tu ufanye maamuzi, fanya maamuzi
sijui nisemaje, decisive. Kwa Kiswahili sijui tutaikaje kwa sababu maneno ni machache, lakini ukisikia decisive decision ni maamuzi ya dhati, maamuzi ambao hautarudishwa nyuma. Bwana Yesu asifiwe. Anasema presenting all your members and faculty, kutoa kila eneo na faculty. Yaani hapa ameenda ndani, vinavyoonekana na visivyoonekana vyote uvitoe kwa Mungu. Haleluya. Na ndio maana Mungu anakuja kugusa hadi eneo la kwamba vitanda lazima viwe vitakatifu, malazi yawe masafi. Anasisitiza kusiwe na uzinzi, kusiwe na uasherati. Vyote hivyo kwa sababu Mungu sio tu tunamtoa mwili huu kwenye vitu vinavyoonekana, hadi vitu vya sirini ambavyo watu hawezi kuviongea. Bado hivyo anavitaka viwe sadaka mbele yake. Bwana Yesu asifiwe. Anasema mvitoe kama dhabihu iliyo hai, takatifu, iliyotengwa kimahususi kwa ajili ya Mungu. Anasema ambayo inafaa mbele za Mungu. Anasema ambacho hichi ndio itakuwa maamuzi yako reasonable. Sasa nikisema sijui reasonable ninaelezaje kwa Kiswahili, lakini anasema anaelezea reasonable kama rational and intelligent. Anasema ni rational ni nini jamani kwa Kiswahili, mtu ambaye anaweza kumsaidia? Rational ni utimamu, si ndio? Rational ni utimamu. Itakuwa kuonyesha utimamu wako na kwamba unaofahamu sahihi au unaofahamu mwema. Hiki ndio unachotakiwa ukifanye, kutoa mwili wako kwa ajili ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Twende Message translation. Message translation anasema kitu kigumu sana. Anasema hichi ndicho unachopaswa kufanya Mungu akikusaidia. Nini? Chukua siku yako, kila siku yako ichukue. Maisha yako ya kawaida, kulala, kula, kwenda kazini, kutembea, unavozunguka unazurura mtaani, na uyachukue maisha haya uyaweke mbele za Mungu kama nini? Sadaka. Anasema hivi, kuendelea kukumbatia kile ambacho Mungu amekifanya kwa ajili yako ndio kitu pekee unaweza kufanya kwa ajili yake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ukienda kwenye New Living Translation, anasema when you think of what God has done for you. Hapo mwishoni, mstari wa mwisho pale New Living Translation anasema when you think of what God has done for you. Hapa ndo unapapavenda. Anasema when you think of what God has done for you, is this too much to ask? Yaani ukifikiria gharama ambao Mungu ameilipa kukununua, je, kujitoa wewe kama dhabihu kwake ni kitu kigumu sana wewe kuomba? Au ni kitu kigumu sana wewe kufanya? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa tunaona kutokea hapo kumeanza maisha mengine. Mimi na wewe tulikuwa tuko katika utumwa wa dhambi. Na Mungu alipokuja akalipa gharama, akamwaga damu yake pale msalabani, na hichi ndicho kinachoitwa ukombozi. Waefeso 1 mstari wa 7. Tembea kidogo kwenye maandiko. Waefeso 1 mstari wa 7. Anasema katika yeye huyo kwa damu yake tunao ukombozi wetu, msamaha wa nini? Wa dhambi, sawa sawa na wingi wa neema yake. Kwake Kristo tunao ukombozi. Haleluya. Haleluya. Damu ya Yesu it was not spilled, it was shed. Damu ya Yesu haikumwagika kwa bahati mbaya, ilimwagwa kwa kusudi, au ilisababishwa kutoka kwa kusudi. Sio tu ilimwagika bahati mbaya. It was not spilled, it was shed. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Kiswahili kinakuwa kigumu kupata baadhi ya maneno, mtanisamee. It was not an accident. Unajua kuspill blood ni nini? Kwa mfano ulikuwa unakata kitunguu, unakata mboga, kwa bahati mbaya ukajikata. Pale tunasema umespill your blood. Yaani au kutarajia kujikata. Kwa hiyo damu imemwagika kwa bahati mbaya. Lakini kilichofanyika kwa Yesu ilikuwa ni kusudi, jambo la kukusudiwa. It was not an accident. Sio bahati mbaya. Wala sio tu kwamba ni tukio tu lilotokea la kusingiziwa tu kwa bahati mbaya, lilikuwa planned kwamba ndio litakuwa hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Lengo ni nini? Ukombozi. Kwa Mungu alichagua kukaa kwa niaba yetu, akaimwaga damu yake ya thamani kwa ajili yetu. Na Yesu anasema
kwenye Mathayo 20:28. Mathayo 20:28 anasema, kama vile mwana wa Adam asivyokuja kutumikiwa, bali kutumika na kutoa nafsi yake iwe fidia kwa wengi. Kutoa nafsi yake iwe fidia. Biblia ya Kiingereza inasema ransom. Iwe ransom. Tuangalie Amplified version. Amplified anasema nini? Amplified. Hilo andiko Amplified. Tuone anasema nini. Anasema, just as the Son of Man came not to be waited on, but to serve and to give his life as a ransom for many, the price paid to set them free. Kwa ransom ni gharama inayotoshea kukomboa mtu mwingine. Ni gharama inayotoshea kukitoa kitu kilichokuwa kwenye bondi. Hiyo ndo gharama iliyolipwa. Na mtu yote ambaye anajua kitu kiko bondi, haulipagi ile hela ambayo ilikuwa halisi, unalipa zaidi. Unalipa kuliko ambacho kinadaiwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa Yesu alilipa, na ule mfano niliwaambia yule baba alitaja gharama ya fedha ya kumnole binti, alitaja bei mara 2 kiasi kwamba hakuna mtu aliweza kushindana naye, kwa sababu lengo lake ilikuwa amemwona ni katoto kadogo kataenda kufanywa mambo ya ajabu, kataonewa, akaamua tu acha nimnunue nimweke huru. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana tunaambiwa deni zote ambazo tulikuwa nazo zimefanya nini? Zimelipiwa. Twende Message translation. Message translation. Tunaongelea ukombozi wa mwanadamu. This is what the Son of Man has done. He came to serve, not to be served, and then to give away his life in exchange for the many who are held hostage. Hii ndo naipenda. Hii imekaa kimovie sana. Hii imekaa kama movie. Anasema hivi, mwana wa Mungu hakuja kutumikiwa, ila alikuja kutumika. Alikuja kutumikia watu wengine. Anasema hivi, na akaja kutoa maisha yake kwa niaba ya watu waliokuwa wameshikiliwa. Watu ambao wanajua movie wanaelewa. Kwenye kuna movie wanasema hapa kama mkiingia polisi tuna hostage, tuna watu tumewashika hapa. Mkijaribu kufanya lolote tunawaua. Kwa sasa Kristo anachokifanya yeye, anaingia ambaye ana thamani ya juu kuliko wale waliofungwa. Hapo anasema sasa, kuliko muende na hawa, nishikeni mimi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwa naangalia movie moja wiki, rais wa nchi alikuwa mtoto wake na mume wake wametekwa. Kwa hiyo akawa anataka kuwatetea mume wake na mtoto wake, kwa sababu kuna sheria ilikuwa inatakiwa ipitishwe. Kwa hiyo yule rais akamwambia yule jambazi, mtoto wangu msamuache na mume wangu. Akamwambia kwa nini? Akasema kwa sababu mimi nikipanda kwenye hiyo chopa hakuna mtu atakayeiripue, kwa sababu rais yuko ndani ya chopa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mwizi akasema kweli hiyo ni akili, akakubali kwenda na president. Bwana Yesu asifiwe. Lakini president ana sacrifice maisha yake kwa sababu ya watoto na mume wake. Ndio Kristo alichokuja kukifanya, kwamba najua hii nafasi na hii deni ambao unaidai hawezi mwanadamu kamwe akalipa, lakini mimi nimekuja sasa nikae kwenye hiyo nafasi, alafu achia watoto wangu waishi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hiko ndo kilikotendeka pale msalabani. Kama mfano tu wa story moja ambayo nilisikia muda mrefu kidogo, ya mapacha wawili, ambapo kuna pacha mmoja alikuwa ni mkorofi sana, na huyu pacha alikuwa ni mwizi, ni mtu tu mkorofi. Kwa hiyo katika ukorofi wake akawa ameua. Alipoua, yule pacha mwenzake alipogundua kwamba pacha mwenzake ameua, yule ambaye ni mpole kabisa, yule ambaye ana shida, alichokifanya kwa haraka, alienda akajipeleka yeye polisi. Akasema mimi nimeua na nimekuja kujisalimisha. Ameacha barua nyumbani, amemwambia mdogo wake, akamwambia mdogo wangu, naomba usikae ukafungua kinywa chako kusema kwamba umeua. Kuanzia leo wewe ishi maisha yangu. Mimi nimeamua kuchukua nafasi yako. Naenda kuhukumiwa kifo kwa niaba yako. Wewe ishi, lakini njia pekee unaweza kuishi mdogo wangu ni kwa kutokulitumia tena jina lako, kwa sababu mimi huku nimebeba kesi ya jina lako. Kwa hiyo unapoenda, hata kama yule pacha wake alikuwa anasoma sayansi na yeye anasoma hati, talazimika yeye aende kusoma sayansi kwa jina la mtu mwingine ambaye ni ndugu yake. Bwana Yesu asifiwe.
Hicho ndicho Kristo alichokifanya kwenye maisha yetu, kwa sababu sisi ni sura na mfano wake. Akaja kwa sura na mfano wa yule aliyemuumba, akaingia kulipa deni ambalo hakustahili kulipa. Bwana Yesu asifiwe. Ili tu amkomboe Dennis. Sasa Dennis, ndio maana Biblia inasema, maandiko ukiangalia kitabu cha Warumi 6:6, wanasema maisha ninayoyaishi siyaishi kama mimi tu. Maisha ninayoyaishi, naishi maisha ya Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Warumi 6:6 nasema, mkijua neno hili ya kuwa utu wetu wa kale ulisulubiwa pamoja naye, ili mwili wa dhambi ubatilike, tusitumikie nini? Dhambi tena. Bwana Yesu asifiwe. Tuendelee mstari wa 7. Anasemaje? Anasema, kwa kuwa yeye alikufa, yeye aliyekufa amehesabiwa haki mbali na dhambi. Kwa hiyo yule pacha alipoenda kunyongwa, wao wanajua tumemalizana na issue ya huyu muuaji, lakini kumbe muuaji amefanya nini? Amebadilika, amepewa kibali, amepewa neema, amepewa ukombozi kupitia mtu mwingine kufa. Tuendelee mstari wa 8, anasemaje? Anasema, lakini tukiwa tulikufa pamoja na Kristo, tuamini ya kuwa tutaishi pamoja naye. Uzuri ni kwamba tukifa ndani ya Kristo, tunaishi pamoja na Kristo. Maisha ambayo Kristo anayapata baada ya kifo chake ndio maisha aliyokuwa anayataka kwetu. Yapi? Tuketishwe mkono wa kuume wa Mungu Baba. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana yake Eden ilikuwa ni mkono wa kuume wa Mungu Baba. Ilikuwa ni mahali kwenye ulimwengu wa roho tulikuwa tunakaa, ambako hapo sasa ndo tuliondoka, wakawekwa maserafi na makerubi. Kwa hiyo Yesu anachokuja ukifanya ni nini? Kuturudisha pale tena. Haleluya, haleluya. Kutukomboa huku ili turudi kwenye nafasi fulani. Twende mstari wa 9. Anasema, tukijua ya kuwa Kristo akiisha kufufuka katika wafu hafi tena, wala mauti haimtawali tena. Mstari wa 10. Maana kwa kule kufa kwake aliifia dhambi mara moja tu, lakini kwa kule kuishi kwake amuishia Mungu. Tuendelee mbele. Mstari wa 11. Vivyo hivyo ninyi nanyi jihesabuni kuwa wafu kwa dhambi na walio hai kwa Mungu katika Kristo. Umesikia maandiko? Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu mmoja anasema walikuwa wanamtesa, analogwa sana usiku. Alikuwa anateseka. Kila walipokuwa kimtafuta wanampata. Akiama mtaa wanampata. Akifanya hivi wanampata. Siku aliamua kwamba anaokoka. Anasema hivi, walipoenda kuangalia wakapiga simu kwa ndugu zao, akasema, "Halo, uko nyumbani, mko salama?" Fulani yupo hai. Wakasema, yupo hai. Haiwezekani yuko hai. Kwa nini? Akasema, hatumuoni kwenye mitandao yetu, hasomi kwenye chaneli zetu. Kwa nini? Unapookoka ni hakika kwenye ulimwengu wa roho, yule mtu wako wa kale anafanya nini? Anakufa. Unaingia katika upya wa maisha. Bwana Yesu asifiwe. Mstari unaoendelea pale, Warumi sura ya 6 mstari ule wa 10 na 12. Basi dhambi isitawale ndani ya miili yenu ipatikanayo na mauti, hata mkazitii tamaa zake. Haleluya. Alafu tuendelee mstari wa 13, anasemaje? Wala msiendelee kuvitoa viungo vyenu kuwa silaha ya dhuluma kwa dhambi, bali jitoeni wenyewe kwa Mungu kama walio hai baada ya kufa, na viungo vyenu kuwa hai na kuwa silaha za haki. Haleluya. Anasema kwenye New Living Translation, do not let any part of your body become a tool of wickedness, to be used for sinning. Instead, give yourself completely to God, since you have been given a new life, and use your whole body as a tool to do what is right for the glory of God. Bwana Yesu asifiwe. Anasema usiruhusu kiungo chako chochote au mahali pako popote patumike kwa uovu, bali ruhusu kwamba mwili wako ugeuke kuwa kifaa kipya kitakachotumika kuonyesha utukufu wa Mungu hapa duniani. Bwana Yesu asifiwe. Mstari unaofuata anasema, sin is no longer your master, but you no longer live under the requirements of the law. Instead you live under the freedom of God's grace. Anasema sasa, kwa sababu hii kitu ambacho tumekombolewa kwacho ni nini? Kwamba tutoke katika dhambi, alafu tutoke kwenye mikono ya adui, alafu tunaingia katika kitu kipya. Kipi? Hatuishi kwa sheria. Sasa hivi tunaishi ndani ya nini? Neema ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Moja ya ishara ya neema, neema haikuruhusu urudi kuwa mateka.
Hichi ndio kitu watu wanaofundisha neema wanasahau kusema. Aliyekukomboa hajisikii raha kwa gharama aliyoilipa. Urudi pale, hajisikii raha. Neema na yenyewe inakuja na taratibu zake. Ndio maana anasema leteni, nira yangu ni laini, mzigo wangu ni mwepesi. Hauji tu kaondoka hivyo. Kuna mzigo na kuna nira. Na nira hii ni ya upendo, ili usirudi tena pale ambapo ulikuwa unateswa. Usirudi tena pale palipo kufunga. Ndio maana nasema sasa hivi nimeachana na ile sheria ya kwanza imevunjwa. Kanuni ya kwanza imevunjwa, haipo tena. Lakini anasema nitafanya agano jipya na watu hawa. Nitaziandika sheria zangu ndani ya mioyo yao. Bwana Yesu asifiwe. Anasema kuanzia mdogo hata mkubwa hatahitaji mtu wa kumfundisha. Kwa sababu gani? Sasa hivi hatuangalii tu zile amri 10 za Mungu. Sasa hivi Mungu anaweza kukuambia usinyoe nywele kama alivyomwambia Samsoni. Na ukanyoa ikawa dhambi kwako, ikawa kosa kwako. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hivi sheria za Mungu zimeandikwa ndani ya mioyo yetu. Anaweza kukupa requirement, anaweza kukupa kitu cha kufanya ambacho kwa wengine ni kawaida na wala si dhambi, lakini kwako ukikifanya inaenda kuwa ni kosa na dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hatushangilii ukombozi tu. Tunachoshangilia ni ukombozi umetutoa mahali na umetupeleka mahali. Mwambie jirani yako, umetolewa mahali ukapelekwa mahali. Bwana Yesu asifiwe. Tumewekwa huru mbali na dhambi na shetani, na sasa tumewekewa maisha mengine ambayo ni maisha mapya ya uhuru ndani ya Kristo, ambako sasa hivi mfalme anatawala na kuziandika sheria zake ndani ya mioyo yetu. Haleluya. Wakorintho wa pili sura ya 3 mstari wa 17 mpaka 18. Wakorintho wa pili sura ya 3 mstari wa 17. Basi Bwana ndiye Roho, walakini alipo Roho wa Bwana, hapo ndipo penye nini? Penye uhuru. Roho wa Bwana kazi yake ni kuleta nini? Uhuru kwenye maisha yetu. Wagalatia 2:20. Wagalatia 2:20 anasemaje? Nimesulubiwa pamoja na Kristo, lakini ni hai. Haya ndo maisha tulioingia. Anasema wala si mimi tena, bali Kristo yu ndani yangu. Na uhai nilionao sasa katika mwili ninao katika imani ya mwana wa Mungu. Anachosema hapa ni hivi: kama ninaishi leo ni kwa sababu nimemwamini Mungu. Maana yake ile mfano nilowapa wa mapacha, kwamba mpacha mmoja amekubali kuchukua nafasi ya pacha mwingine aliyekosea. Anamwambia namna pekee ya kuishi ni kwamba wewe usijitaje kwa jina lako, jitaje kwa jina langu. Ishi maisha yangu. Kwa sasa hivi tunaishi maisha ya Kristo, hatuishi maisha yetu. Kwa maana nasema si mimi tena ninayeishi, bali ni Kristo anayeishi ndani yangu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hatuishi maisha yetu, tunaishi maisha ya Kristo. Ndio maana Biblia inasema hivi: je, hamjui nyinyi si mali yenu wenyewe, mmenunuliwa kwa thamani, kwa damu ya thamani? Ishini maisha yenu kwa ajili ya Mungu. Haleluya. Mwambie jirani yako, neema ina upendo, itakuchorea mipaka, usirudi ulipotoka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ni wa ajabu. Tulitegemea akiweka hizi kanuni na sheria ni kwa sababu anatuchukia, lakini Mungu anatupenda sana kiasi kwamba inamuuma vile ambapo tunapitia, katika jina la Yesu. Haleluya. Tunaona reconciliation, upatanisho. Pointi ya 3, upatanisho. Msalaba umeleta upatanisho. Upatanisho. Nikikuuliza hapa, yule binti ambaye alikuwa ameuzwa, nani alikuwa anahitaji mwingine? Yule binti alikuwa anamhitaji yule jamaa aliyemlipia, au yule jamaa alikuwa anamhitaji yule binti? Nani alikuwa anauhitaji zaidi? Katika ile story ya jana, yule binti ambaye alilipiwa na yule baba, yule ambaye alikuwa ni mfungwa, amechukuliwa. Yule binti ndo alokuwa na nini? Anauhitaji. Yule baba alikuwa na maisha yake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Vivyo hivyo kwenye maisha yetu, sio kwamba sana Mungu alikuwa tu anataka sana kulipa gharama, ila sisi ndo tulikuwa tunahitaji. Changamoto ni kwamba tulikuwa hatujui kama tuko kwenye hali mbaya. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana namwambia mtu, ukifanya dhambi umbadilishi Mungu kuwa Mungu. Yaani wewe ukiamua leo kwamba unaacha wokovu, ni wewe, haimbadilishi Mungu.
Ni kwa hasara ya kwako mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa hasara ya nani? Ya kwako mwenyewe. Kwa sababu Biblia inasema kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume, ndani yake tunaishi, ndani yake tunaenda, na ndani yake tunakuwa na nini? Na uhai. Kwa hiyo ukijitoa kwake unaanza kuacha kuishi, unaanza kufa. Nakumbuka kifo sio hiki cha nje tulisema jana, si ndio? Kifo ni nini? Kupoteza pumzi ya Mungu ndani yako, uhai wa Mungu kuondoka. Uwepo wa Mungu unapoondoka umekufa. Haleluya. Haleluya. Wakolosai 1:9 mpaka 22. Wakolosai 1 mstari wa 19 samani mpaka 22. Kwa kuwa katika yeye ilimpendeza utimilifu wote ukae. Alafu ikawaje? Mstari wa 20. Na kwa yeye kuvipatanisha vitu vyote na nafsi yake. Kwa nani? Kwa Kristo. Akisha kufanya amani kwa damu ya msalaba. Kwa hiyo amani ilikuja kwa damu. Usisahau hilo. Ndio maana msalaba. Amani ilikuja kwa nini? Kwa damu. Kumbuka kwenye kitabu cha Isaya anasema amani ya makosa yangu au amani yangu ilikuwa katika kuchubuliwa kwake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa damu ilinyamazisha. Sijui kama unaelewa. Niliwaambia kwamba katika the highest price ambao ulimwengu wa roho unaelewa ni price ya kulipa damu. Gharama ambayo inaeleweka kwenye ulimwengu wa roho ambao ni ya juu sana ni kumwaga damu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ili kurejesha tena upatanisho ililazimika mtu afe ili aweze kulipa. Changamoto ilikuwa tu kwamba hakuna mtu ambaye alikuwa mtakatifu wa kutosha kufika hadhi ya gharama ya malipo. Wasichoelewa watu ni hivi. Wakiwa wanashindana waganga wawili au wachawi wawili, mmoja akitoa kuku na mwingine akitoa mbuzi, mwenye ametoa mbuzi anakuwa na nguvu ya madhabahu kuliko aliyetoa nini? Alitoa nini? Kuku. Na ukumbuke moja ya damu ambayo ilimwagwa ni damu ya mwanadamu. Nani? Abeli. Na hiyo damu Biblia inatuambia inalia ikidai na ineni mema, lakini damu ya Yesu ndio inaokuja kunena mema. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kila mwanadamu aliyotaka kutolewa, aliyekuwa na haki, na aliyetolewa wa kwanza ukumbuke alikuwa na haki na Mungu, alikubalika sadaka yake mbele za Mungu, alikuwa katika utakatifu na Mungu. Sijui kama unanielewa. Ndio maana akaulizwa, akaambiwa Kaini, je, ukifanya vema hautakubalika? Kwa damu ile ilikuwa ina haki ya kulia kwa sababu ilikuwa takatifu. Haleluya. Haleluya. Wana wa Israeli wanaelewa hichi kitu tunachokisema. Ndio maana walisema hivi, damu yake iwe juu yetu na kizazi chetu. Wanajua hii damu italia. Huyu mtu tunamuua hana hatia, na kwa sababu tunamuua hana hatia, damu yake italia. Na kwa sababu walikiri hicho kitu, mpaka leo Israeli wanapigana. Ile damu kweli inawala. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kwenye ulimwengu wa roho, haijalishi mtu ametoa hata baba, mama, mjomba, haijalishi ametoa kitu gani. Kuja kwa Yesu ni kafara ambayo imekuja kuzima kafara zote ambazo zimeshawahi kutolewa kwenye maisha ya mwanadamu. Na ninachoshukuru ni hichi. Tunaiona sasa miaka 2000 baadaye, tunakuja kuiona kwa picha ya nje. Lakini kwenye ulimwengu wa roho, Biblia inasema mwanakondoo aliyechinjwa kabla ya misingi ya dunia kuwepo. Sijui kama unanielewa. Maana yake kabla Mungu hajaumba dunia, alihakikisha pale kwenye msingi kitu cha kwanza kinawekwa ni damu ya Yesu. Kwa kama mtu yoyote ametoa damu yoyote kinyume na maisha yako, ameitoa juu ya damu ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Anasema na kwa yeye amevipatanisha vitu vyote na nafsi yake, akiisha kufanya amani kwa damu ya msalaba wake. Anasema kwa yeye, ikiwa ni vitu vya juu vya nchi na vilivyomo mbinguni. Mstari wa 21 anasema na nyinyi mliokuwa hapo kwanza mmefarakanishwa tena adui katika nia zenu kwa matendo yenu mabaya, amewapatanisha sasa. Kwa nini? Mwanzo mioyo ya mwanadamu tunamuona pale kwenye sura ya 3, Adam anasikia Mungu ameshuka bustanini, anakimbia kwenda kujificha. Kwa sababu gani? Alikuwa ameshafarakanishwa na Mungu kwenye moyo wake. Tena nia yake ilikuwa ni mbaya na matendo yalikuwa maovu. Bwana Yesu asifiwe. Mstari unaofuata anasemaje?
katika mwili wa nyama yake kwa kufa kwake, ili awalete nyinyi mbele zake watakatifu, wasio na mawaa wala lawama. Bwana Yesu asifiwe. Kwa Kristo alichokifanya, ndio maana tunasema mwili wa Kristo ulihitajika. Mwili wa nyama yake kwa kufa kwake. Angekuwa ni Mungu, angekuwa amefanya tu, isingekuwa na ile impact kwa sababu yeye ni Mungu. Lakini alipouvaa mwili na nyama, haswa nyama, kwenye damu na nyama, hapo ndipo paliposababisha watu wafanywe kuwa watakatifu, wasio na mawaa wala wasio na lawama. Umetoka sasa hivi kuvuta bangi, sasa hivi ukampokea Kristo, ukamwamini. Kuanzia hapo, hata kama bado una harufu ya bangi, tayari mbele za Mungu hausomi kama wewe unasoma Kristo. Huna lawama, huna makosa. Sisi ndo tunapata shida na wewe tukiwa tunakuona, namna unavaa, namna unaongea, namna unenenda, kwa sababu bado kwenye nje hatujaona, lakini kwenye ulimwengu wa roho wewe ni mtu mwingine kabisa. Wewe ni Kristo ukisoma mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Huna mawaa, sio kwa sababu umefanya njema, sio kwa sababu umefanya tendo lolote la kiibada, kwa sababu tu umemwamini Kristo. Kwa maana Biblia inasema sio kwa matendo hata mtu ajisifu. Napataga shida sana na mtu ananiambia, pastor, nimefunga sana, pastor, nimeomba sana, pastor, nimejitoa sana. Wewe una matendo ya kwako mwenyewe. Ikiwa ni matendo ya Kristo kutokea ndani kwako, hata ukumbuki kama umefanya, kwa sababu si wewe unaishi, ni Kristo anaishi. Bwana Yesu asifiwe. Mstari wa 23, mkidumu tu katika ile imani, hali mmewekwa juu ya msingi, mkawa imara, msipogeuzwa na kuliacha tumaini la Injili mliosikia habari zake, iliyohubiriwa katika viumbe vyote vilivyo chini ya mbingu, ambapo mimi Paulo nalikuwa mhudumu wake. Anasema mtabaki katika hali hii pale tu mtakapoendelea kubaki kwenye imani. Sasa tujiulize leo, ni wangapi hawapo kwenye imani? Ni kweli umesali sala ya toba, lakini matendo yako je, yako kwenye imani? Bado uko kwenye msingi ule ambao ni imara? Haujaliacha tumaini la Injili? Hilo ni swali. Kwa sababu ukiendelea kubaki hapa, ndipo utakapoanza kuona hicho ambacho tunakisema. Changamoto, mtu anaokoka leo, akirudi nyumbani ni mtu mwingine. Kesho asubuhi anaokoka, akirudi nyumbani ni kitu kingine. Na baba akatupa mfano akasema, huwezi kuwa kila siku unapanda kitu na kukichomoa. Unakipanda kitu hapa, asubuhi umekichomoa, hapa akipate jua la kutosha. Unapanda pale tena, unachomoa, unasema hapa jua halitoshi. Hiko kitu akitaka kikakua. Ndio Kristo leo, ndio maana hawana matokeo. Akipitia kitu kidogo tu anamwacha Mungu, anakata tumaini, anaenda anarudi, sasa anaanza upya tena. Kila siku maisha ya kuacha na kuanza, maisha ya kuacha na kuanza. Kwa hiyo kunakuwa na machangamoto ya kupitiliza. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hii ndiyo picha ya kile Kristo alichokifanya katika maisha yetu. Twende kitabu cha Waefeso 2. Waefeso 2 mstari wa 10 mpaka ule mstari wa 22. Waefeso, nimebeba tu baadhi ya tafsiri mbalimbali, nitakuwa nikitembea nazo. Sura ya 2 kuanzia ule mstari wa 10, anasemaje? Anasema, maana tu kazi yake tuliumbwa katika Kristo Yesu. Tu kazi yake tuliumbwa katika Kristo Yesu. Watu some bila Kiingereza, anasemaje? Anasema, for we are God's workmanship, created in Christ Jesus. Unapookoka unakuwa kiumbe kipya ndani ya Kristo, sio huku duniani. Yani unaumbwa ndani yake Kristo. Haleluya. To do good works. Iki kuzaliwa mara ya pili, tunazaliwa kufanya matendo mema. Ndio maana namshangaa Mkristo ambaye anasema ameokoka kweli, amekuwa kiumbe kipya kweli, bado ana uzinzi, bado ana uasherati, bado ni mwizi, bado ni muongo. Ajawa kiumbe kipya. Anaweza tu akawa amesali sala ya toba lakini hajatubu. Sababu kuna jambo moja, unaweza kaimba sala ya toba kama wimbo wa taifa. Je, kuona watu wanaimba mahali ni pazuri lakini wana beef, familia ina beef, lakini ikikutana inaimba mahali ni pazuri, lakini mioyo hamna kitu kabisa. Je, kuona hiyo? Ndio hichi sasa. Kuna watu wanasali sala ya toba lakini mioyo yao iko mbali kabisa na Mungu. Haleluya.
Ukisoma Message translation anasema no, we neither make nor save ourselves. Anasema hatujitengenezi wala hatujiokoi wenyewe. God does both the making and saving. Mungu ndo anayefanya kututengeneza upya na kutuokoa. Jisaidie. Naye Mungu atafanya nini? Hatakusaidia. Hapa imekataa. Mungu ndo anayetusaidia. Mungu ndo anayetuokoa. Mungu ndo anayetutengeneza. Mambo ya kuambia watu nendeni kwanza kavae vizuri kwanza ndio uje kanisani, au mambo amnaga. Inamhitaji Kristo kuvaa vizuri. Acha kunywa pombe ndio uje kanisani, haiwezekani. Lazima aingie kwenye mikono ya Kristo, Kristo amfinyange ndio atoe ulevi. Akitoa ulevi yeye kwa akili yake, atakuwa anaendelea kutamani bia akiwa yuko chumbani. Na dhambi sasa hivi imehama, sio matendo, dhambi ni kufikiria. Anaweza akawa kweli akutane na binti, lakini kwenye maisha yake na kwenye akili yake siku nzima amepita na mabinti wengi tu kwenye akili yake. Amewafanya kila kitu ambacho angeweza kuwafanya kwenye fahamu zake. Na ni dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Sio sisi tunajiokoa. Hatuna, ndio maana tunasema hauwezi kutoa maisha yako kwa Kristo. Huna cha kumpa Kristo. Unahitaji Kristo ili uishi. Hallelujah. Hallelujah. It is God doing both, making us and saving us. He creates each of us by Christ Jesus to join him in the work he does. Anatuumba ili tuunganike katika kazi anayoifanya. Kazi gani? Ya kuokoa wengine. The good work he has gotten ready for us to do, work we had better be doing. Ndio kazi ambayo tulipaswa tuwe tunaifanya kabla. Hallelujah. Hallelujah. Tuendelee mstari unaofuata. Anasema mstari wa 11. Asante. Kwa ajili ya hayo kumbukeni ya kwamba zamani nyinyi mlio watu wa mataifa kwa jinsi ya mwili, mnaoitwa wasiotahiriwa na wale wanaoitwa waliotahiriwa, yani tohara ya mwili iliyofanyika kwa mikono. Hapa anaanza kuongea na kanisa. Anaongea na kanisa la Waefeso, kwa sababu Waefeso walikuwa wanawatenga watu, wanawaambia watu okokeni kwanza, tengenezeni njia zenu ndio mje kanisani. Anawaambia msisahau nyinyi mlikuwa kama hao mnaowakataa waje. Mlikuwa na tabia hizo hizo za hao ambao hawajatahiriwa, kwa sababu sasa hivi umetahiriwa. Tulisema tohara ilikuwa ni mtu anafanya agano na Mungu, anamwaga damu kwa kukatwa nyama yake ili kudhihirisha kwamba yeye ni wa Mungu. Ni kama kiapo cha damu mbele za Mungu. Kwa hiyo ukiona tohara ilikuwa ndo maana yake, sawa ili msije mkachanganyikiwa. Tuendelee mbele, anasemaje? Anasema kwamba zamani zile mlikuwa hamna Kristo, mmefarakana na jamii ya Israeli, wageni wasio na makao ya ahadi ile. Anasema mlikuwa hamna tumaini, hamna Mungu duniani. Haya ndo maisha ya mtu ambaye hajaokoka. Hana Mungu. Hallelujah. Nikisoma Message translation anasema had no idea of any of this, didn't know the first thing about the way God works. Hamkujua hata vile Mungu anafanya kazi. Anasema hadn't the faintest idea of Christ. You knew nothing of that rich history of God's covenant and the promise in Israel. Hadn't a clue about what God was doing in the world at large. Manake mnapokuwa mbali na Mungu, kuna vitu utakao vijue kuhusu Mungu na utendaji wake kazi hapa duniani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mstari wa 13. Anasema lakini sasa katika Kristo Yesu, nyinyi mliokuwa mbali hapo kwanza, mmekuwa karibu kwa damu ya Kristo. Patanisho. Mlikuwa mbali, kilichowavuta karibu, sumaku iliyotupeleka karibu na Mungu ni nini? Damu ya Yesu. Haleluya. Twende mstari wa 14. Anasemaje? Anasema kwa maana yeye ndiye amani yetu, aliyetufanya sisi sote tuliokuwa wawili kuwa mmoja, akaibomoa kiambaza cha kati kilichotutenganisha. Hapa walikuwa ni Wayahudi na mataifa, Gentiles. Walikuwa wanasema wokovu ni wa kwetu sisi, nyinyi ni kabila ambalo limekataliwa. Lakini Mungu anasema yeye amekuja sio kwa ajili tu ya Israeli, amekuja kwa ajili ya watu wote. Haleluya. Kwa sisi tumeunganishwa katika zile ahadi za Israeli. Mstari wa 15. Naye akisha kuondoa ule uadui kwa mwili wake. Kwa hiyo uadui uliokuwa umewekwa ilikuwa inahitaji mwili upigwe. Ndio tunarudi kule kwenye kile kitabu cha Isaya 54. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Walidhani ya kwamba amepigwa, walidhani ya kwamba amechubuliwa na Mungu, lakini alifanya vile kwa ajili ya makosa yetu. Amebeba huzuni zetu, amebeba mateso yetu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tulidhani kwamba Mungu anampiga, lakini kwa kupigwa kwake sisi tumefanya nini? Tumepona. Haleluya. Haleluya.
kwa mwili wake, ndiyo sheria ya amri zilizo katika maagizo, ili afanye hao wawili kuwa mtu mpya. Sikia kwa taratibu, kwa sababu tunasoma hii sura. Anasema ndiyo sheria ya amri zilizo katika maagizo. Maana yake maagizo kwenye ulimwengu wa roho yalikuwa anasema ili mtu aweze kuunganishwa na Mungu anahitajika mtu afe mwenye damu takatifu. Ndio maelekezo, ndio sheria ilivyokuwa inasema. Na sasa mtu anatoa damu, analipa hii gharama ili yale maagizo yaliyopo kwenye ulimwengu wa roho yajibiwe, ili mwanadamu apate nafasi ya kuingia ambako hastahili. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Twende mstari wa 16. Anasema akawapatanisha wote wawili na Mungu katika mwili mmoja kwa njia ya msalaba, akisha kuufisha ule uadui kwa msalaba. Christ brought us together through his death on the cross. The cross got us to embrace, and that was the end of hostility. Kwa unaona kwamba anasema Kristo, msalaba wa Kristo uliondoa hayo yote ambayo tulikuwa tunayapitia. Haleluya. Haleluya. Twende mstari ule wa 19. Tutaenda kusoma nyumbani, tunakaribia kumaliza sura nzima sasa. Basi tangu sasa nyinyi si wageni wala wapitaji, bali nyinyi ni wenyeji pamoja na watakatifu, watu wa nyumbani mwake Mungu. Kwa nini? Tumeketishwa mkono wa kuume wa Mungu Baba mbinguni. Sasa hivi sisi sio wageni. Nakumbuka sijui nilikuwa naongea na kakaangu mmoja, akawa ananiambia kuna mtu, nakumbuka ilikuwa ni Pastor Aaron, akawa ananiambia kuna mtu alikuwa amefanywa operation, alikuwa anaumwa sana, akawa kitandani, anakufa, anakaribia kufa na ugonjwa, nadhani sijui ni kansa na nini. Na wakati anaumwa sana akaomba Mungu, akamwambia Mungu, nimeanza kujenga kanisa na sijalimaliza, nipe kibali niweze nikamalize kazi yako, alafu baada ya hapo ndo nichukue. Anasema baada ya muda tu yule mtu aliona watu wameingia, wakaanza kutoa vitu kwenye tumbo lake. Na anasema huyo mtu hajawahi kwenda mbinguni, hajawahi kutokewa na malaika, lakini alipowaona tu alijua ni malaika. Kwa nini? Kwa sababu sisi sio wageni. Yaani akitokea malaika hapa, you know an angel. Unamjua malaika. Kwa sababu gani? Kwa sababu sasa hivi sisi sio watu tu hapa. Sisi tunaishi mbinguni, alafu miili yetu iko hapa. Nakumbuka siku moja niko kwenye ibada, tuko tunaabudu Dodoma. Wakati niko naabudu kabisa, naabudu nimefunga macho hivi. Nimefunga macho hivi, nafungua hivi macho, ninaona kama wing, kama mbawa za malaika zinapita. Kwa paka nikiwa napiga kinanda nikafanya hivi na kwepa. Na baada ya muda nikaona kina Musa, kina nani, manabii wale wa zamani, naona wamekaa kwenye viti hapo. Ilikuwa muda wa dakika chache, alafu macho yangu akarudi kuwa kawaida. Hasa nilijuaje Musa yuko katikati yao? Kwa sababu sisi ukiwa umeshampokea Kristo, kuna mambo ya mbinguni unayajua. Bwana Yesu asifiwe. Ile ibada ilikuwa tofauti. Kulikuwa kule ndani kama kuna shoti fulani inatembea. Sijawahi kupataga hiyo experience tena. Nimeona mara moja kwenye maisha yangu, lakini nilijua hawa ni fulani na fulani. Kwa nini nilijua? Kwa sababu wewe sio mwenyeji wa dunia hii. Ukishaokoka, akitokea sasa hivi Musa hapa, unamjua. Hautaenda mbinguni kupewa orientation. Tunaingia sasa. Unamwona huyu ni Ayubu. Umemwona huyu ni Petro, huyu ndo Adam alikula. Na ukiingia hivi unawajua tu, ukiwaangalia hivi utawajua. Bwana Yesu asifiwe. Hatutakuwa wageni tena. Hatutakuwa wageni, tutakuwa ni wenyeji pamoja na Mungu. Tuendelee na maandiko yangu pale. Hallelujah. Amen. Tuendelee na maandiko tafadhali pale tulipoishia. Anasema nyinyi ni wenyeji pamoja na watakatifu, watu wa nyumbani mwake Mungu. Mstari wa 20 anasemaje? Mmejengwa juu ya misingi ya mitume na manabii, naye Kristo Yesu mwenyewe ni jiwe kuu la pembeni. 21. Katika yeye jengo lote linaungamanishwa vyema na kukua hata liwe hekalu takatifu katika Bwana. Katika yeye ninyi nanyi mnajengwa pamoja kuwa maskani ya Mungu katika Roho. Mwili wako ni hekalu la Roho Mtakatifu. Wewe ni maskani, sio katika mwili, katika Roho. Kwa upatanisho, tumepatanishwa ili tuwe maskani ya Mungu. Yaani anachokisema ni hichi: ninapotembea inatakiwa mtu asikie maskani ya Mungu imeingia. We are supposed, yani sisi tunatakiwa tukiingia mahali to control the climate of that area. Tukiingia mahali mbingu imeingia. Nikizungumza Mungu amefanya nini? Amezungumza. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kila mtu anatakiwa akue kufika kwenye hicho kimo, kwa sababu umekombolewa kuwa hicho.
Yaani hapa hii sio hatua ya wana maombi. Hii ni hatua ya kila Mkristo ambaye ameokoka anatakiwa awe hivi. Sio watu wanaofunga, kila Mkristo. Yaani ni kosa la jinai wewe kutokutamani kuwa hivi. Sio mambo ya Benihini peke yake kwamba akiingia mahali akisema the Lord is here, mnaona uwepo wa Mungu, mnasikia. Yale ni mambo ya kila Mkristo aliyoko hapa duniani anatakiwa awe. Changamoto ni kwamba hatujataka kuwa hivyo. Changamoto, we have not desired. Hatujajua kwamba tumekombolewa ili nini? Tumekombolewa ili tuwe maskani za Mungu duniani, ili Mungu aujaze dunia yake na utukufu. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nasemaga sisi ni kama minara ya simu. Mungu akitaka kucommunicate na dunia, sisi tunataka tuwe minara ya simu inao catch network. Sisi tunapaswa tuwe portals of heaven. Tunapaswa kuwa sehemu ambako mtu akikutana na sisi mbingu yake ifunguliwe, aanze kusikia habari za Mungu, aanze kuona vitu vya kiungu. Tumekombolewa na tumetolewa katika hii hali ya umateka. Lengo moja ambalo Mungu alitaka kuwa ni kwamba sisi na yeye tuwe kitu kimoja tena. Haleluya. Kuna mtumishi mmoja ambaye nilikuwa ni rafiki yangu ambaye nilikutana naye Dodoma, na ni apostle fulani hivi. Akawa ananiambia kuna kipindi alienda Dar, akakaa kwenye nyumba. Hiyo nyumba hao watu wanandoa walikuwa wanagombana hatari. Walikuwa wanagombana, yani ni wameokoka lakini wanagombana. Yani wanagombana mpaka kupigana. Alipoingia kwenye ile nyumba tu magomvi yakaisha. Alikaa pale, alikuwa akae wiki 2. Walimuomba akakaa mwezi. Mpaka akafika mahali akasema sasa naondoka. Waambie usiondoke. Tangia umeingia hapa tugombani, tunaongea, tunacheka, tuna furaha kwa sababu yeye amebeba uwepo wa Mungu. Alipoingia kwenye ile nyumba bila kuombea ndoa ikakaa itulie, ikatulia. Familia ikatulia, amani ikawepo. Alikuwa kuna mgonjwa pale kwenye ile familia, mama alikuwa na changamoto, mama akapona bila kuombewa. Wakija nyumbani watu ambao walikuwa hawaabudu, hawafanyi ibada, bila yeye kuwaambia wafanye ibada, wakaanza kukutana jioni kufanya ibada. Hawaelewi hata kwa nini, kwa sababu yeye ameingia kwenye nyumba. Hivyo ndio tunavyotakiwa tuwe. Bwana Yesu asifiwe. Ukiingia mahali ukakaa siku moja, wanakuambia usiondoke. Sio kwa sababu ya chochote unachokifanya, ila uwepo wako pale unabadilisha kila kitu kuhusu ile familia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nakumbuka tulivyoenda Dodoma, pale mtaani kulikuwa kuna wizi, kulikuwa kuna, kwa sababu ule mtaa ambao tulikuwa tumeupata kama kanisa, wanasema kwa eneo lile la Dodoma, wanasema pale ndo mahali ambako makahaba wote wa mjini wanaishi. Yaani ndo mtaa wao. Na ni kweli, ukienda pale wewe ukijirahisisha tu, hata uongee mara 2. Bwana Yesu asifiwe. Mchana unamkuta mtu ametoka tu na kanga hivi, amejifunga hapa. Kawaida kabisa, wala hata ana shida. Tena anafua hapo getini. Kawaida kabisa kule kwenye ule mtaa. Tangia tumeingia wakaanza kuniambia, pastor, tunashukuru Mungu. Kuna wale makahaba, kuna zile waizi waliokuepo, sasa hivi tunashangaa tuna amani. Wizi umeisha. Kwa nini? Uwepo wa Mungu unapoingia mahali, mtu wa Mungu anapoingia mahali lazima pawe na badiliko. Niliingia pale hakuna maduka na frame za maduka zilikuwa zimefungwa. Kulikuwa kuna duka moja tu. Muulize mke wangu, paka watu wakaanza, yani hapa kuna duka, pembeni yake kuna duka, afu wanauza kitu sawa. Mtaa ukaanza kuvutia, mtaa ukaanza kutamanisha. Haukuwa hivyo tulivyoingia. Palikuwa ni mahali pa ukiwa. Kwa nini? Mtu wa Mungu ameingia. Hakuna mtaa mgumu. Tumekombolewa kuwa maskani ya Mungu. Biblia inasema ulimwengu wote unasubiri kudhihirishwa kwa wana wa Mungu. Yaani kuna mtaa unasubiria tu mtu wa Mungu akiingia ufunguliwe kutoka kwenye vifungo uliowekwa. Kuna nyumba, mimi nasubiri nipate nyumba ambazo watu wanasema hizi nyumba hazikaliwi. Mtu ailete tu zawadi. Hizo ndo nyumba tunazipenda. Zinasubiria tu mtu mmoja ainuke, atamke juu ya hizo nyumba ili pafunguliwe na nguvu za giza zilizokuwa hapo. Bwana Yesu asifiwe. Maana anasema uwezi kujenga ndio mahali tunapata amani. Haleluya. Kwa sababu ulimwengu mzima unasubiria kudhihirishwa kwa wana wa Mungu. Kwa sababu gani? Sisi ni maskani ya Mungu. Tunarudisha uwepo wa Mungu kwenye mtaa. Tunarudisha amani kwenye mtaa. Tunarudisha furaha kwenye mtaa. Tunarudisha amani kwenye familia ambazo hazina amani. Ni marufuku kuwa na ugomvi wa kifamilia kama wewe upo na umeokoka katika hiyo familia. Wewe ni unabeba utukufu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na saa nyingine katikati ya ugomvi unainuka unaanza kuomba tu. Moja ya siri ambayo baba alinifundisha nikiwa na counsel wanandoa, alisema kuna kipindi ukikuta watu una wanandoa na wameweka shingo ngumu, wewe anza kuomba. Shika mikono yao waambie, haya tuombe kwanza. Baba nakushukuru kwa ajili ya hao wanandoa.
Bwana naomba uwasamee kwa ujinga wao. Bwana naomba wasamee kwa mioyo migumu yao. Hapo hapo unashangaa na Yesu, ndio Yesu, ndio Yesu, katika jina la Yesu Bwana turehemu. Wanaanza nao kuomba. Inua madhabahu ya Mungu katikati ya magomvi. Bwana Yesu asifiwe. Sisi ni maskani ya Mungu. Mahali Mungu yupo kuna amani. Tumekombolewa sio tu kutoka kwenye dhambi tukae kiolela, tumekombolewa kuleta athari katika ulimwengu huu. Mwambie jirani yako, ni athari gani umeileta? Haleluya. Haleluya. Muda umeenda, najua kuna mvua, lakini kitu kimoja ambacho mtumishi wa Mungu anaitwa Andrew Murray alisema dhambi ilikuwa na effect mbili, ilikuwa na athari mbili. Moja ilikuwa ni athari kwa mwanadamu na ya pili ilikuwa ni athari kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na athari iliyokuwepo kwa mwanadamu haikuwa mbaya kama athari iliyokuwepo kwa Mungu. Athari ambayo ilimkuta Mungu ilikuwa ni mbaya zaidi, kwa sababu ilikuwa inamaanisha Mungu anapaswa kulipa kwa kifo. Dhambi ilimaanisha Mungu anatakuwa alipe gharama. Mwanadamu yeye alikuwa anaendelea na maisha yake, hajui athari, hajui hata kama anakufa, alikuwa haelewi. Lakini Mungu anaelewa gharama, kwa sababu Mungu alisema kufa hakika lazima ufanye nini? Ufe. Na Mungu kwa kuwa ni Mungu mwenye just God. Mungu ni Mungu ambaye ni wa haki. Mungu ni Mungu ambaye ni mtakatifu. Mungu ni Mungu ambaye analitimiza na kuinua ahadi yake kuliko jina lake. Anastahili sasa kumwadhibu kile alichokiumba. Yani ni kama sijui kama wewe ni kama mimi, ila wazazi watakwambia hakuna kipindi kigumu kama kumpiga mtoto. Sijui kwa wazazi wengine labda ni furaha, lakini hakuna mzazi ambaye anampenda mtoto wake wakati anamwadhibu mtoto wake anajisikia vizuri. Hakuna. Mimi nikuta siku moja na mdogo wangu ananijibu ovyo, ananiambia utanifanya nini sasa? Utanifanya nini? Nikampiga kibao, lakini baada ya kumpiga kibao na akaanza kulia, mimi nikaingia chumbani nikaanza kulia tena. Najisikia vibaya hivi, imekuwa hata nikampiga. Na kweli alikuwa ananidharau. Si rahisi kuadhibu. Sasa Mungu amekiumba kitu, ameiweka ahadi, na shetani anamwambia sasa, wewe si Mungu, wewe si wa haki. Si unasema wewe ni Mungu? Lipa sasa. Hapo ndo Mungu alipowekwa. Kwa alikuwa na wakati mgumu sana. Akaanza kwa kumfunika kwa damu. Akaanza kwa kuleta damu za wanyama, lakini shetani anamwambia bado unajua kabisa hii sio. Ndio maana Biblia inasema damu ya wanyama na damu ambayo ilikuwa inatolewa wanyama kama sadaka haikuweza kutimiza. Mwisho wa siku inabidi Mungu ashuke kuilipa hiyo gharama. Na ile ujue ilikuwa ngumu. Yesu mwenyewe anasema, Baba, ikiwezekana kikombe hichi kiniepuke. Kwa nini? Kwa mara ya kwanza Mungu anabidi abebe na kuivaa dhambi. Kitu ambacho Mungu afungamani na dhambi. Huwezi kuelewa. Biblia inasema Mungu afungamani na dhambi, lakini kwa mara ya kwanza anaivaa dhambi ya mwanadamu. That was the cost ambayo ilikuwa inamsumbua Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tutaangalia kesho kwamba msalaba umefanya nini. Msalaba ulikuja kulipa na kutimiza hasira ya Mungu ambayo ilikuwa inawaka juu ya mwanadamu. Bila msalaba mwanadamu alikuwa afe katika umauti wa milele. Ashukuriwe Mungu, tuna neema. Na hata wale ambao walitangulia kufa, kitabu cha Ibrania kinasema aliwafuata na kuwahubiria injili. Kila aliyeamini alifufuka naye. Kwa hakuna mwanadamu ambaye aliwahi kuachwa afe katika dhambi yake. Hakuna. Na paka tunakufa, hakuna mtu Mungu ataruhusu afe hajaisikia injili. Hakuna mtu ataruhusiwa kufa hajaisikia injili. Anaweza sisikie kwa Pastor Dennis, anaweza sisikie moja kwa moja, lakini anaweza ikawa ni wimbo kwenye TV, inaweza ikawa ni kitu kwenye TV akiwa katikati ya kitanda chake, atasikia tu hiyo injili. Na moyo wake utamwambia wakati ni akikataa ni yeye, lakini atakuwa na hizo fursa Mungu atampa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Pale ulipo, hebu simama tumshukuru Mungu. Simama tu tumshukuru Mungu kwa ajili ya jioni ya leo. Baba, tunakushukuru kwa neno lako Bwana. Unasema umetukomboa ili tuwe maskani ya Mungu hapa duniani. Lengo lako Bwana ni sisi tuupeleke uwepo wako duniani kote tunakoenda Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Bwana, umetuweka ili tueneze habari, tueleze habari huko duniani kwamba yupo mfariji. Tunapeleka habari yako Bwana, tunapeleka neno lako Bwana. Umetuleta tupeleke neno lako katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu. Baba, tuko hapa. 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 Tusaidie Bwana, tusaidie Yesu,
tusaidie Yesu. Jioni ya leo tuko mbele zako tukiomba msaada Bwana. Tunatamani kuwa nyumba yako, kuwa Bwana watu ambao wataubeba uwepo wako katika jina la Yesu Kristo. Tuwe maskani yako hapa duniani katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu tusaidie Bwana. Tumesikia neno lako. Lengo la sisi kuokoka sio tu tukae, sio tu tupoteze muda, sio tu tusubiri, lakini Bwana lengo ni kwamba tuwe maskani. Tusaidie Bwana kuanza kuwa maskani ya Mungu kule tunakoenda Bwana. Umetukomboa, you have redeemed us to a new life. Umetuokoa tuingie katika maisha mapya. Umeniokoa niingie katika maisha mapya. Nami Bwana na kiu ya kuyaona hayo maisha mapya. Sema Bwana Yesu, jioni ya leo nimejua nimekombolewa ili kuwa mtoto wako, lakini zaidi kuweza kuwa maskani yako hapa duniani. Nimekataa kuishi chini ya viwango. Nimekataa kuishi maisha ya kiolela. Nimekataa kutokuwa na athari katika maisha yangu. Kuanzia leo nifanye maskani yako hapa duniani. Maskani yako hapa duniani. Kuanzia leo kwenye ndoa yangu, mume wangu aone uwepo wako, kwa sababu mimi niko pale. Mume wangu aone baraka zako, maana mimi niko pale. Mke wangu aone uwepo wako, aone ishara zako, kwa sababu mimi niko pale. Watoto wetu wakaone maskani yako Bwana, uwepo wako kwenye familia ukarudi, kwa sababu mimi nipo. Kwenye wazazi, ndugu, jamaa na marafiki, kila ninapoingia wakausikie uwepo wako katika jina la Yesu. Nisaidie Bwana. Leo nimejua mimi ni maskani yako. Watoto ninaowafundisha pale shuleni wakajue wewe uko pamoja nami. Kazini wakaone maskani yako ikiingia katika jina la Yesu. Asante Bwana, ninakushukuru katika jina la Yesu. Kama uko katikati yetu na unajua hujaokoka, hujampa Kristo maisha, nione mkono wako. Nione mkono wako kwa dakika chache kwa sababu ya muda. Tafadhali, kama uko hapo hujaokoka, hujampa Kristo maisha, natamani kuomba na wewe uunganishe maisha yako na Kristo. Ukombozi huu ni kwa wale ambao wamempokea Yesu. Na pia kama uko hapa unajua njia zako haziko sawa na Bwana, jioni ya leo ni nafasi. Umekuwa mtu ambaye leo umeokoka, kesho umeanguka. Nimesema kwenye neno pale, Biblia inatuonyesha kwamba mtu wa namna hiyo lazima adumu kwenye imani, lazima adumu kwenye kile ambacho kimesema kwenye neno la Mungu, na ndio ataona matokeo. Rudi katika nafasi yako. Usiruhusu adui, usiruhusu mazingira, usiruhusu chochote kikuzuie kukaa katika nafasi yako. Biblia inasema, na sasa nimejua, Paulo anasema, ni nini cha kunitenganisha na uwepo wa Mungu? Anasema hakuna. Sio dhiki, sio njaa, sio uchi, sio mauti. Haijalishi ni nini, hatuna sababu yoyote ya kututenga na uso wa Mungu. Hatuna sababu yoyote inayokuruhusu kuanguka na kusimama. Unastahili kusimama, unastahili kuendelea katika mwendo huu, na mbele utakutana na kile ambacho Bwana amekusudia uweze kukiona katika maisha yako, ili uweze kuwa uwepo wa Bwana hapa duniani, uweze kuwa nyumba ya Bwana hapa duniani. Baba, ninakushukuru kwa ajili ya jioni ya leo. Tumekula na kunywa kutoka kwenye nyumba yako, tumesikia neno lako Bwana. Endelea Bwana kulituma neno lako lituponye, litutoe kwenye maangamizi Bwana. Ninakushukuru Bwana kwa kuwa umekuwa ukisema sana siku ya leo. Tangia tumeanza Jumatatu hata sasa Bwana, tumekusikia ukisema sana na sisi. Bwana, endelea kutupa nguvu ya kuyafanyia kazi haya ambayo tunayasikia katika madhabahu yako Bwana. Asante Bwana kwa sababu kutakuwa na badiliko kwenye maisha yetu. Tunaomba neema yako iende na kila mmoja mmoja atakapotoa sadaka Bwana. Yule ambaye amekuja Bwana kukutolea siku ya leo, naomba Bwana ukamuongeze, naomba Bwana ukamzidishe. Kila anayetoa
anayetoa fungu la 10, anayetoa ahadi za mwaka, anayetoa Bwana sadaka za kinabii, sadaka zozote zile ambazo Bwana unamwambia afanye, sacrificial giving yoyote ambaye Bwana umemwambia mtu atoe sadaka kujidhabihu, yote kile ambacho mtu Bwana anakitoa katika nyumba yako, Bwana ukambariki na kumzidisha. Maisha yao yasibaki vile alivyo. Wanapoondoka wamelindwa, wametunzwa na kuhifadhiwa. Wao na nyumba zao, watoto na familia zao wako salama, mali na kila walicho nacho. Katika jina kuu la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Uende na amani ya Bwana. Mungu akubariki. Shalom.